viongozi wetu wa dini, naomba nizungumze kwa unyenyekevu na utii mkubwa. Tunawaheshimu sana viongozi wetu wa dini. Aidha, Tanzania inazidi kung'ara katika maeneo mengine muhimu. Miradi ya umeme ni miongoni mwa miradi mikubwa zaidi Afrika ya Mashariki, na uzalishaji wa saruji na mambo mbalimbali, ambapo sasa hata ukizungumzia uzalishaji wa saruji katika taifa letu umefikia kiwango cha juu cha tani milioni 10.9 kwa mwaka huu, tukiongoza Afrika ya Mashariki. Nani kama Daktari Samia Suluhu Hassan? Hakuna. Lakini tuizungumzie bandari ya kisasa ya uvuvi ya Kilwa iliyojengwa kwa takriban shilingi bilioni 279.5. Imefanya Tanzania kuwa na hadhi kubwa, kuwa nchi ya kwanza Afrika Mashariki kumiliki bandari ya uvuvi ya kisasa pia yenye kina kirefu. Daktari Samia Suluhu Hassan oye! Oye! Na tunaposema kuwa nchi yetu ipo kwenye vita ya kiuchumi dhidi ya majirani zetu, wanaoona kuwa kasi ya maendeleo yetu ya kiuchumi inawaogopesha. Ndiyo maana utagundua zipo propaganda mbalimbali, tena ni nyingi, dhidi ya taifa letu, zinafanywa kutokea hata kwa majirani zetu, wakijua kuwa wakivuruga amani ama utulivu wa nchi yetu, utulivu wa uchumi wetu utashuka na kutakuwa na kudorora kiuchumi. Hiki ni kipindi, ndugu zangu wa Tanzania, vijana wenzangu, ambacho taifa linapaswa kushikamana, kuwa wamoja, kuwa kitu kimoja kuliko wakati mwingine wowote. Lakini ndugu zangu, vijana wenzangu mlioko hapa na mnaonitazama katika media mbalimbali, nikiwa naelekea mwisho wa maelezo yangu, naomba nitumie fursa hii tena kwa dhati kwa niaba ya vijana wenzangu wa mkoa wa Dar es Salaam kumpongeza na kumshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa baraza la mawaziri, ambapo baraza hili lina sura nyingi mpya, lakini kwa pongezi kubwa sura mpya ni za vijana. Lakini hapa Dar es Salaam leo hii tena si mtu wa mbali, ni mjumbe mwenzetu wa baraza, amepata nafasi ya unaibu waziri wa kazi, vijana na mahusiano, anatokea kwetu humu. Tunalo jukumu kama vijana kupongeza baraza lile chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Na hii ni dhahiri kwamba Mheshimiwa Rais anaendelea kuamini vijana, kwa sababu hili taifa la vijana, hivyo ni lazima washirikishwe ipasavyo kuhusu hatima yao ya leo na ya kesho. Wito wetu vijana wa Dar es Salaam kwa walioaminiwa, tunawaomba wabebe majukumu waliopewa kwa unyenyekevu, kwa utii na uzalendo. Watambue kwamba wakiharibu watakuwa wametuharibia vijana wengine, sio tu wa Dar es Salaam, vijana wa Kitanzania kutoaminika tena. Lakini pia watakuwa wameangusha mamilioni ya vijana waliobeba matumaini makubwa kwao. Nami katika hili niseme jambo moja. Katika kipindi Dar es Salaam tulizofanya ziara, mimi pamoja na wenzangu, tulikuwa na kilio cha kupata chombo maalum kitakachoshughulikia masuala ya vijana tu peke yake. Na hili lazima tujivunie. Maafisa usafirishaji ni mashahidi. Nilipita Ubungo, nilipita Temeke na wenzangu, nilipita Ilala na wenzangu, nilipita Kigamboni pamoja na Kinondoni. Wote ilikuwa ni kilio cha kupata chombo ambacho kitashughulika na matatizo mbalimbali ya vijana, na hasa maafisa usafirishaji, yaani bodaboda na bajaji. Ilikuwa ni changamoto. Leo wana mikataba kandamizi, ilikuwa kilio chao hakina muarobaini. Leo tuna muarobaini, na tunasema walioteuliwa, walioaminiwa katika hasa Wizara ya Maendeleo ya Vijana, tunakuombeni kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, mtimize majukumu ili tuondoe kilio cha vijana wa Kitanzania. Niendelea kupongeza tena Wizara ya Maendeleo hii ya Vijana chini ya ofisi ya Rais kuundwa kwake. Ina maana kubwa sana kwamba serikali inayo dhamira ya dhati kuwahudumia vijana kwa upekee. Vijana tunajua ndio kundi lenye changamoto mbalimbali za kisiasa, changamoto za kijamii na changamoto za kiuchumi. Hivyo basi, waziri aliyopewa dhamana ana wajibu mkubwa
wa kutimiza matamanio ya vijana na matamanio ya rais katika kuhakikisha anakidhi matakwa ya wananchi. Leo hii katika wizara hiyo Mheshimiwa Rais ameahidi kuunda Youth Investment Window kwa ajili ya kutoa fedha kwa vijana wanaotaka uwekezaji, na hiki ni kitu kipya hakijai kutokea toka Tanzania imeumbwa. Na hii iko tofauti. Hii Youth Investment Window iko tofauti na ile mikopo ya halmashauri ya 10% ambao vijana tulikuwa tunatengewa 4%, wanawake 4% na kundi lenye ulemavu 2%. Kwa hichi kitu kipya kinaenda kuwa 40 kwa wale vijana wawekezaji ambao ilikuwa wanashindwa kukidhi vigezo katika mikopo ya 10%. Kwa maana hii utakuwa hata mtu mmoja una uwezo wa kupata ile fedha inayotokana na Youth Investment Window. Ndugu zangu, vijana wenzangu, wanasema Waswahili ya kwamba ukitaka lifti sogea karibu na barabara. Lazima vijana wa Kitanzania tujue namna gani ya kurukia fursa zinazojitokeza. Na hapa nitatoa wito kwa viongozi wengine wa ngazi za chini, maafisa maendeleo. Wao ni kiunganishi kati ya wananchi pia na chama chetu cha Mapinduzi. Lakini wapo viongozi wa makata wa jumuiya, wilaya pamoja na matawi. Ni jukumu letu kwa umoja wetu kuhakikisha tunakuwa ni wafuatiliaji wa fursa mbalimbali za vijana, kutoa elimu, na viongozi wetu wa serikali walijue hili. Wawe na utaratibu wa kutoa taarifa za fursa ili sisi kama chama, kama umoja wa vijana wa CCM tujue namna gani pia tunatoa taarifa kwa wenzetu vijana wa makundi mbalimbali. Ndugu zangu, mwisho kwa umuhimu, naomba niguse jambo nyeti kabisa. Viongozi wetu wa dini. Niseme viongozi wetu wa dini, naomba nizungumze kwa unyenyekevu na utii mkubwa. Tunawaheshimu sana viongozi wetu wa dini na ni watu muhimu sana katika kulijenga taifa letu. Lakini zipo hoja mbalimbali wanazozitoa juu ya uendeshaji wa nchi. Sisi kama vijana wa Kitanzania tunaamini chama chetu cha Mapinduzi na serikali yetu chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan zimesikia hoja zao. Lakini tuseme bado viongozi wetu hawa wa kiroho wanao nafasi kubwa ya kuishauri serikali, na kwa kuwa viongozi wetu wa chama pamoja na serikali nchini wanaheshimu sana dini na wanawaheshimu sana viongozi wetu hawa wa dini, na hivyo nimalizie kwa kusema ombi langu katika viongozi wetu wa kiroho, hekima ya Mungu iwaongoze ili kupitia matamko yenu mliunganishe taifa letu la Tanzania. Wanaoathirika ni vijana na ndio vijana wenu. Lakini pia katika hili, katika mambo ambayo mnatakiwa kuyafanya viongozi wetu, tunakuombeni sana taifa letu mliponye taifa kuliko kuliongezea maumivu. Ndugu zangu, vijana wenzangu, niendelee kusisitiza haki, amani yanaendana na wajibu. Tujaribu kuzingatia sheria, lakini tujaribu kukaa tujadiliane. Na sisi kama umoja wa vijana wa Chama cha Mapinduzi mkoa huu wa Dar es Salaam tumedhamiria kwa moyo wetu wote, lakini pia kwa kuhakikisha tunaunga mkono ajenda ya maridhiano. Tuko tayari kushuka chini kwenda kuzungumza tena, ikiwa ni muendelezo wa mambo ambayo tunayafanya kila mara, kuzungumza na vijana wenzetu wa makundi mbalimbali, yapo ya kujadili na kushauriana tuijenge Tanzania. Amani ndiyo inaleta mustakabali wa mambo mengine yote tuliyoyazungumza. Katiba mpya inaletwa na amani. Maridhiano yetu lazima tukae ikiwa taifa lina amani. Nikuombeni vijana wenzangu, hata wale wanaowadanganya kwamba tarehe 9 kutakuwa na maandamano, turudini kwa hichi kilichotokea Oktoba 29. Wengi tumeumizwa, wengi tumeumia. Binafsi na wenzangu tuliokuwa site tumeona hali ilivyokuwa. Watanzania kukaa lockdown siku 5 mfululizo bila kufanya biashara, watu walilala na njaa. Tulihurumie taifa letu, lakini turuhusu maridhiano na mapatano, tuijenge Tanzania mpya, tuijenge Dar es Salaam mpya. Kwa hayo machache niseme Mungu ibariki Afrika,
Mungu ibariki Tanzania, ambariki Daktari Samia Suluhu Hassan, atubarikini na sisi vijana, atuongoe tuelekee katika yale ambayo tunaamini ni utamaduni wa Kitanzania. Na washukuruni sana na asanteni kwa kunisikiliza.